Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 9 ya mwezi Aprili, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Waltruda Mtawa. Waltruda alizaliwa katika familia mashuhuri sana mnamo karne ya 5 huko nchini Ubelgiji. Ni familia mashuhuri kwa sababu wengi wao ni watakatifu. Waltruda ni msimamizi wa mji wa Mons huko Ubelgiji. Wazazi wake walikuwa Walberti na Betila. Dada yake aliitwa Aldegonda. Jina la mumewe lilikuwa Wadalgari na alikuwa na watoto 4 ambao majina yao ni Landry, Dentelini, Adeltruda na Madelbeta. Wote hawa huheshimiwa kama watakatifu. Watoto wake 2 wa mwisho walikuwa wakuu wa nyumba za kitawa. Waltruda na mumewe waliishi maisha ya ndoa kwa furaha. Baada ya kumzaa mtoto wao wa mwisho, Madalgari aliingia utawani na kupewa jina la Vincenti. Mkewe Waltruda alibaki nyumbani kwa muda wa miaka 2, ndipo naye alipoingia utawani. Waltruda aliishi maisha ya ufukara na udogo katika monasteri ya Katolu huko mjini Mons, Ubelgiji. Alijitoa kabisa kuhudumia maskini na wagonjwa. Alikuwa na kipawa cha kutenda miujiza na uponyaji. Alifanya miujiza mingi kabla na baada ya kufa. Kule Mons, Waltruda alijenga konventi ya mabikira na wajane waliotaka kumfuata. Alifariki dunia mnamo mwaka 688. Kanisa la Mtakatifu Waltruda lilijengwa mjini Mons kwa heshima yake. Mwili wake umezikwa humo. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Waltruda Mtawa. Nilikuwa na njaa mkanilisha, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa mgeni mkanikaribisha, nilikuwa uchi mkanivisha, nilikuwa mgonjwa mkanihudumia, nilikuwa kifungoni mkaja kunitazama. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 25 aya ya 35 hadi ya 36. Watakatifu wengine tarehe 9 mwezi wa 4. Mtakatifu Kasilda. Mtakatifu Waltruda Mtawa, utuombee.